ametukusanya katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah jalla jalaluhu. Lengo ni kukumbushana qala Allahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana ubashirukum ya ma'shara almuslimin bihadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nakupeni habari njema ndugu zangu Waislamu, kwa kitendo ambacho sasa hivi tuko ndani yake, matunda yake. Mtume anasema ma jalasa qaumun fi baitin min buyuti llah yatadarasuna kitab Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum, hawatokaa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah watu wakawa wanazisoma aya za Mwenyezi Mungu na kusomeshana, illa nazalat alaihimus sakina. Watu hao watakaokuwa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, ambazo nyumba za Allah ni maarufu katika dunia, almasajid, watakapokuwa wanafanya shughuli ya kuisoma Qur'ani na kusomeshana, utawashukia utulivu, as-sakina, utawashukia utulivu, wa haffathumur rahma, na watazungukwa na kufunikwa na rehema zitokazo kwa Allah jalla jalaluhu. Huruma zake zitakuwa zinawaenea. Kwanza utulivu, ambacho ni kitu tunachokitafuta sote. Kila mmoja katika hii dunia kama atapata utulivu, basi yeye hana haja ya kitu chochote kingine. Mwenyezi Mungu anatujalia katika maisha yetu kututafutia vitu vya kutuletea utulivu, na miongoni mwa hivyo vitu anavitaja, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Miongoni mwa vitu ambavyo anasema Allah vinatupa utulivu ni sisi wanaume kutuumbia wanawake na wanawake kuwaumbia wanaume, litaskunu ilaiha. Katika suratul Araf Allah anasema wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha, ili apate kutulizana huko. Kwa hiyo kutulia na utulivu ni neema miongoni mwa neema za Allah, tunapaswa kuzitafuta kwa hali yoyote ili tupate kutulia nyoyo zetu. Lakini pia ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, moyo pia unapata sakan na itminan wakati unapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tunapokuwa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, tukawa tunakisoma kitabu chake na kufundishana, as-sakina tanzilu alaina, Allah anatupa neema ya sakina. Kisha wahafathumur rahma, anatuenea na kutuenezea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa huruma zake, kama alivyohadithia Mtume, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa, wahurumieni walio duniani atakuhurumieni yule aliye juu. Na ndiyo maana huruma zake Allah zimeshinda ghadhabu zake. Sabaqat rahmati ghadabi wa rahmati wasi'at kulla shay, na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala zinavyompata mtu na kumwenea mtu, hana kitu alichofeli, kwa sababu huruma za Allah ndizo zinazotafutwa. Allah anasema ana huruma 100, lakini huruma moja tu ndio aliyoiteremsha katika dunia. Hiyo ndio watu wanahurumiana. Mama anamhurumia mtoto wake mdogo, anahurumiwa na mkubwa, fabiha yatarahamun. Lakini nyingine amezieka kwa ajili ya waja wake watakao kwenda katika jannatul firdausi wa riyadhiha, na jannati nyingine alizoziandaa Allah. Allahumma ja'alna minhum, amin. Sasa hizo rehema ambazo zipo hapa duniani, lallahu arhamu biibadihi min al-ummi biwaladiha, Mwenyezi Mungu ana huruma kwa waja wake kuliko alivyokuwa mama na huruma kwa mtoto wake.
Kwa hizo rehma sisi huwa tunazipata wakati tumekaa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. Lengo letu ni kusomeshana. Wanazalat alaihimul malaika, na pia malaika huwa wanashuka, wanakuja wanatufunika kwa mbawa zao, kwa sababu lengo letu ni kusoma na kusomeshana. Wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Talibul ilmi, mwenye kutafuta elimu, malaika huwa wanamtandikia mbawa zake, anapita juu ya mbawa zile, kama vile unavyowaona wale wafalme, viongozi mbalimbali, waheshimiwa wanapokwenda sehemu wakatandikiwa red carpet. Wewe unatandikiwa mbawa ya malaika kutokamana na kwenda katika sehemu tukufu na kutafuta elimu kwa ajili ya kujua madha qala Allahu madha qala Rasulullah. Hafathumul malaika, na malaika nao wanatufunika na mbawa zao. Wa dhakarahumullah, na Mwenyezi Mungu anawataja hao watu walio msikitini, sisi hapa na wengine walio katika sehemu kama hizi. Allah anawataja kwa kheri, kwa kujigamba na kujifakhiri mbele ya malaikatul kiram. Anambia, angalia waja wangu wamekusanyika, hawataki chochote, wananiomba pepo, wanataka niwaepushe na moto. Fashhadu, basi nanyi shuhudieni malaika wangu, anni qad ghafartu lahum qad a'taytuhum ma yasaluna wa ma yatlubun, nimewapa wanachokiomba na wanachojikinga nacho nimewakinga nacho. Hivi vikao ni vikao vya kheri sana. Ndio maana Mtume anasema, idha marartum biriyadil jannati farta'u, mnapopita katika mabustani, viwanja, mashamba ya pepo, chumeni matunda yake na mwanze kula. Faqalu wama riyadul jannati ya Rasulallah, wakamuuliza ni yapi mashamba ya peponi? Hapa duniani tunaweza tukayapata wapi hayo? Twende Aden, Yemen, au twende wapi? Mtume akamwambia, hilaqu dhikr, pahala ambapo anatajwa Allah, pahala ambapo inasomwa Qur'an, pahala ambapo dini inazungumzwa, madha qala Allahu wa madha qala Rasul. Hivi ndivyo viwanja vya peponi. Kwa hiyo ukiona makundi kama haya pahala popote, usikubali kupita hivi hivi. Mtume sema, farta'u, chumeni, lisheni, kuleni, kwa sababu hivi ndivyo vikao ambavyo la yashqa jalisuhum, hata yule ambaye alikuwa yuko hajui kuna nini kunaendelea, amesikia tu, ameona tu watu wamekaa na yeye, haraka akaenda akajoin pamoja, anasema huyo pia anaingia katika wema wa wale wema waliokaa pale, wala hawi muovu abadan. La yashqa jalisuhum. Mimi nimefurahi sana leo kutembea katika msikiti huu ambao ameujenga ndugu yetu, kaka yetu, rafiki yetu, ambaye kwa huzuni hatuko naye hapa kwa sababu ya mitihani ambayo Mwenyezi Mungu amempa na anaipokea. Lakini kilichonishangaza mimi, pamoja na mitihani yake ambayo yuko nayo, amehakikisha ili jengo limesimama na watu wanalitumia kwa ajili ya muwasalat au communication kati yao na Mola wao subhanahu wa ta'ala. Takbir. Hili ni jambo kubwa sana na ni mifano ya kuigwa. Mwenyezi Mungu amjalie ndugu yetu mtoka Saif apate shifaun ajil, arudi tufurahi naye katika durus na da'wa mbalimbali kama ilivyokuwa hapo zamani. Hili jambo la kujenga misikiti ndilo jambo la kwanza alilofanya Mtume Muhammad alipofika Madina. Na hili jambo la kujenga misikiti ndilo jambo ambalo Mtume wetu Muhammad katika safari yake ile ya Isra na Mi'raj, utakuta pale Mwenyezi Mungu amelitaja misikiti miwili. Ulama utafsiri wametupa tafsiri yake, maana ya kuitaja misikiti ile. Ukisoma aya inasema, subhanalladhi asra bi'abdihi layla min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu
innahu huwa as-sami'ul basir. Anasema ametakasika Mola na kila mapungufu, Mola ambaye amempeleka mja wake, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika sehemu ya usiku kutoka msikiti mtukufu wa Maka mpaka msikiti mtukufu wa Aqsa. Kataja misikiti miwili hapa. Asra bi'abdihi laylan min almasjidi alharam ila almasjidi alaqsa. Hii ni safari ya Isra. Alafu kutakuwa na safari ya Mi'raj. Isra kanat bidayatuha masjidan wa kanat nihayatuha masjidan. Bidayatu safar min almasjid, nihayatu safar ila almasjid. Safari ilianzia msikitini na ikakomea msikitini, na wakati huo haikuwepo hii misikiti ambayo unaiona sasa, majengo haya, Masjidul Haram, Masjidul Aqsa, imekuja hii baadaye. Na Qur'ani tunavyojua sisi ni kalamullah, minhu badaa wa ilayhi yaud, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah ameyazungumza na kuashiria misikiti hii kabla hata ya kuasisiwa. Ni ishara kwamba sayuassisu almuslimuna almu'minuna min hadhaini almakanaini masjidaini sharifaini alharamain. Wataanza hapa, wataanzisha misikiti moja, Masjidul Haram, ambayo swala yake pale ukiswali moja unalipwa laki. Alhasanatu au salatu fil Masjidil Haram bi 100,000 salah. Ukienda kule Masjidul Aqsa 500. Ni misikiti mitukufu. Sasa wanaulizana, kwa nini safari ya Mtume ilianzia msikitini ikakomea msikitini? Nasema lianna at-tarbiyata al-haqiqiyyata as-salimata la takunu illa fil masajid, kwa sababu malezi ya kiroho ya sawa yaliyosalimika huwezi ukayapata pahala pengine, unayapata katika hizi nyumba. Na hicho ndicho kilichomfanya Mtume alipotoka Maka, hijra yake, alipofika Madina, kitu cha kwanza hakujenga hata nyumba yake ya kulala, wakati nyumba ya mtu ni muhimu sana. Lakini historia inatuambia alianza kujenga msikiti. Alipofika Quba alijenga msikiti, na ndio msikiti wa kwanza. La masjidu, asema la taqum fihi abadan, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Lakini pia msikiti huu wa Quba ni msikiti wa kwanza, na msikiti wa Mtume ulio pale Madina City ni msikiti vile vile ambao Mtume alijenga hata kabla ya makazi yake. Ulama usira wanasema kuna mambo mawili makubwa aliyafanya Mtume alipofika Madina. Moja, akha baina almuhajirin wal ansar, akha baina almu'minin, yani aliwaunganisha Waislamu, wewe na huyu, wewe na huyu, wewe na huyu, wewe ndugu yako huyu, wewe ndugu yako huyu, kwa sababu muhajirin wametoka huko kwao, wameacha kila kitu kule, wameacha kila kitu kilichokuwa cha kwao, nyumba zao. Hata yeye Mtume kaacha nyumba zake, Abu Bakar kaacha mali yake, wengine wameacha watoto wao, yani thamani ya mali zao zote wameziacha Maka, wamekuja huko hawana kitu. Sasa Mtume anawaunganisha ili wa huku waliokuwa na kitu wagawane na hawa, wawe ni ndugu zao, wasihisi wapweke, wahisi kwamba wana wenzao wanaoweza kuwapokea. Ndio maana Mtume akasema inna Allaha qad ja'ala lakum mahjaran tahjuruna ilaiha wa ja'ala lakum ikhwanan, Mwenyezi Mungu amejalia nyinyi mna pahala, nendeni, na amewapa Mwenyezi Mungu ndugu kuweza kwenda kuishi nao, wanawapokea. Ndio watu wakatoka irsalan wa wuhdanan, mmoja mmoja, makundi makundi, wanatoka zao Maka, wengine wana nguo zao tu za mwilini. Lakini walipofika Madina wakapata nyumba ziko wazi zinawasubiri. Ulama usira wanasema kulikuwa kuna nyumba za vijana mabarubaru, yani ambao hawajaoa, wameshaandaliwa makazi yao.
kulikuwa kuna nyumba za watu kama sisi age wameshaandaliwa, kulikuwa kuna watu nyumba za wazee wameshaandaliwa, yani walikuwa hawachanganyikani watoto na watu wazima. Kila pahala kuna watu wake, wale mabachila waliokuwa hawana wake wameandaliwa sehemu zao, kila mmoja nyumba yake imekuwa ni kama hoteli ya kuwapokea ndugu zake wasiokuwa na kitu. Lakini sio hicho tu, mifano bora ilionyeshwa hapa na Ansari, namna walivyokuwa na utu. Anasema mwenye sira, Abdurrahman ibn Auf na ndugu yake Saad ibn Rabi, baada ya Mtume amewaunganisha, we ndugu yako huyu, we ndugu yako huyu, we ndugu yako huyu. Saad ibn Rabi akaunganishwa na Abdurrahman ibn Auf, muhajir Abdurrahman, Saad ibn Rabi al-Ansar. Akamchukua ndugu yake akamwambia, wewe sasa umeshakuwa ndugu yangu, njoo sasa nikuonyeshe kila kitu changu nilichokuwa nacho na nikugawie. Ana aktharul ansari malan, mimi nina mali nyingi sana, mimi ni tajiri. Sasa kana kwamba huyu amebahatika kuunganishwa na mtu well off ambaye hali yake ni nzuri. Unajua, unapokuwa umebahatika na kuwa na ndugu na marafiki wana uwezo, unahisi kwamba bahati yako imekuwa kubwa. Abdurrahman ibn Auf akakamatwa na Saad ibn Rabi, akamwambia twende, naona hii ni mali yangu, this is my property, hii yote ni mali yangu. Sasa aqsimu almala nisfain, hii mali mimi nitaigawa shatrain, sehemu mbili. Yani kama alikuwa na milioni, akasema nitakupa nisfu milioni kwa sababu wewe ni ndugu yangu. Kama alikuwa na mashamba mawili, atampa moja. Yani anagawa mali yake, fedha zake nusu, zote anamwachia ndugu yake nusu, yeye anachukua nusu. And this is not all. Hajamaliza hapo, akaenda akamwambia anasema wali amraatani, na wake wawili mimi, hawa wake zangu wawili, utalliqu ihdahuma, mmoja wao nitamwacha, nitampa talaka. Yule ambaye utaashiria wewe, unayemtaka wewe, unayemuona anakufaa wewe, mimi nitamwacha, akimaliza eda muoe wewe awe mkeo, kwa sababu wewe umekuja hapa huna mali wala huna mke. Yani katika Uislamu kuna mambo mengine kama hazikuja katika riwaya zilizokuwa zimethibiti ni vigumu kuamini. Kuna mambo Waislamu wenzetu waliopita waliyafanya, sisi tunaona sijui tufanye nini mpaka tuwafikie wao. Mali unaweza ukagawana na mtu kweli, lakini umwache mke wako alafu akaolewe na mwingine tena aliyechagua yeye. Sio angalau angesema mimi nitamwacha yule mke mdogo, tungesema pengine huyo anaonekana yule mke mdogo hampendi, kisha choka naye, sasa anataka kumsukumizia mwenzake. Hapana. Anasema kuna bwana mmoja Muislamu alikwenda kumshtakia rafiki yake hali ngumu ya mke wake pale nyumbani. Akamwambia, madhara lau talaqtaha, hakuna madhara, mpe talaka, mwache na kutesa kama hivi. Sikiliza jibu la Muislamu, akasema akhsha an utalliqaha fayubtala biha ghairi fatudhiya wa ma'adha Allahi an akuna sababan fi adha ibadillah. Anasema naogopa kumwacha ili asije akenda akawa mke wa mtu mwingine. Ndugu yangu Muislamu, najua huyo atakayekwenda kumuoa atapata shida kama ninavyozipata mimi, na mimi sitaki kuwa sababu ya kuwaudhi ndugu zangu Waislamu. Bora tu akae kwangu mimi, aendelee kuniudhi mimi tu. Sasa hayo unaweza ukayaona katika maisha yetu sisi ni vigumu sana. Basi Abu Bakr, yani Saad ibn Rabi anamwambia ndugu yake wale wawili pale, chagua katika wale unamtaka, pengine atamchagua yule ambaye anamtaka yeye, anampenda yeye zaidi nafsi yake, lakini yeye ameshajitolea. Utakayesema huyu ana sautalliquha,
fa idha inqadat iddatuha ta'ala litatazawajaha anta, mchukue muoe, na mali imeshakupa na mke umeshapata, utakuwa utulivu sasa umeupata. Sasa nasikiliza majibu ya aliyepewa hiyo ofa naye vile vile. Ingekuwa katika zama zetu, na nadhani ungetuma message pale pale, ungeambia jamaa, huku nimempata bwege mmoja, huyu mali yake yote yananipa, na sio hivyo tu, mpaka mke wake kanipa. Wajinga ndio wale wao, wajinga ndio wale. Lakini akaanza akasemaje, barakallahu laka fi malika wa fi ahlik. Ndugu yangu, umeonyesha sacrifice ya hali ya juu, tadhiya. Allah akubarikie katika mali yako ulionipa, Allah akubarikie katika ofa ulionipa ya ahli zako. Mimi sitaki hata mali wala sitaki mke. Ana mru'un tajirun dullani ala suq, mimi ni mfanyi biashara, shaghafu yangu kubwa mimi ni businessman. Nionyeshe tu soko iko wapi, tuwe pamoja, nionyeshe njia za kupita, mimi nitaanza biashara zangu. Hakuchukua hata senti 5, hakuchukua hata mke mmoja. Ingekuwa sisi hapo tungesema ungeniongeza kidogo, unajua mimi ndo mgeni wako tena, na unajua Allah anasema hapana, barakallahu lak, nipeleke sokoni. Siku zote mimi nikihadithia kisa hiki huwa sijui mkarimu zaidi kati ya hawa watu wawili ni nani. Ni yule aliyetoa ofa au yule aliyemwombea dua akairudisha ofa ile kwa ndugu yake? Ni nani anaonekana hapa ni zaidi? Maana kutoa kilichokuwa chako mpaka kile cha ndani kabisa, kama mke wako eti apate kuolewa baada ya kumwacha na mtu mwingine, ni jambo kubwa sana. Lakini pia kukataa wakati wewe umekuja huna kitu, huna mke, useme hapana, Mungu akubarikie, nataka nifanye kazi. Nani kati ya hawa amekuwa mkarimu zaidi kuliko mwenzake? Ili swali mnalo nyinyi wenyewe, mtalijibu nyinyi wenyewe baadaye. Lakini hivi ndivyo wenzetu walivyofika baada ya mtume kuwaunganisha kwamba nyinyi ni ndugu. Inna akhaka alhaqqa man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak wa man idha raibu zamani fadhahaka shattata fika shamlahu liyajma'ak. Hakika ndugu yako wa kweli ni yule aliyekuwa pamoja nawe, na yule ambaye yuko tayari kuharibikiwa yeye ili apate kukuunga wewe ulipoharibikiwa, na yule ambaye wakati utakapokuwa umekupa shida yeye yuko tayari kuharibu cha kwake ili apate kuunganisha chako wewe, akukusanye. Hii ndio inaitwa tadhiya. Tadhiya kama wenzetu walivyokuwa kionana katika mayadinul qital. Mtu anasema jamani, kiu, unakufa kwa kiu, akipelekewa maji anasema mwingine kiu na mimi huku jamani, basi yeye ana stop kuyanywa yale maji, anasema mpelekee huyo ndugu yangu, huenda yeye akawa kiu yake ni kubwa kuliko yangu, mimi naweza nikastahimili nikasurvive. Kweli Waislamu tunaweza tukawa na roho kama hizi? Kweli wafanyi biashara, anakuja mtu ananunua kwake, ananunua the whole day, anamuona mwenzake pembeni pale hajauza, mpaka mwisho anamwambia hii bidhaa hii mimi sina, nenda katika duka jirani yangu anayo, atakuuzia, wakati yeye anayo, lakini anataka ampelekee khairi ile mwenzake. Wafanyi biashara wa Waislamu wanafanya hivyo? Ndio ile kutiliana fitna tu, huyu jamaa ni bandii, bahali zake zote ni pirates na kila kitu chake, huyu ni mwizi, usije ukanunua kwake, njoo kwangu tu, huyu ni hivi, na fitna watu wanatiliana, wakati sisi ni ndugu wa Uislamu. Yarbituna qawlu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Basi udugu kama huu ni wa kupigiwa mfano, na ukisoma sira utapata makubwa kuliko hayo. Angalia baraka ya kukataa na kuomba dua ofa ile. Abdurrahman ibn Auf alikuwa ni miliarder katika Waislamu. Wale matajiri wa Kiislamu tukiwataja akina Uthman ibn Affan, huwezi ukamwacha nje Abdurrahman ibn Auf. Alikuwa na mali nyingi sana,
mali zake alizokuwa anazo mpaka baada ya kufa kwake, aliweka mshahara maalum, pesa maalum zinakwenda kwa wake zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi walikuwa wako hai. Na sio hao tu, wale waliopigana vita vya Badr katika masahaba waliobakia wote walikuwa kuna kitu wanapata kutokana na mali ya Abdurrahman ibn Auf. Wenzetu mali zao zilikuwa zinatumika hivyo. Mimi na wewe mali zetu zinatumika aje? Unafadhili nini wewe Muislamu? Zinatumika kwa ajili ya kualika club za kupiga music na party mbalimbali, watu wakalewa, wakasema lete moja moto moja baridi, huko ana sigareti, huko ana bangi, huko ana chupa, huko ana mwanamke, huko vitu kama hivyo, ndo pesa zako zinaishia huko. Lan tazula qadama abdin yawma alqiyamati hatta yus'al an arba', ataulizwa mtu mambo manne siku ya kiyama ndio anyanyue mguu wake aende anakokwenda. Moja katika mambo utakayoulizwa, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, mali yake ameichuma wapi na ameitoa katika miradi gani. Mali ina maswali mawili, kila kitu kina swali moja moja: umri wako, ujana wako, ilmu yako, umri wako, lakini mali umeitoa wapi na umeitumiaje? Utamjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kitu cha pili alichokifanya Mtume baada ya kuunganisha watu, akasema akha baina almu'minin, kitu cha pili, bana masjidahu sharif, alijenga msikiti. Aliunganisha watu kwa sababu gani? Anajenga madaraja, watu wawasiliane, wawe ndugu, liyaqida au liyaqida silatan baina alibad. Ameweka communication kati ya waja wao wenyewe kwa wenyewe, lazima kuwe kuna communication kati yao. Lakini msikiti kaujenga kwa sababu gani? Sema liyaqida silatan baina alibadi wa baina rabbil ibad. Ameweka hivyo ili afanye communication kati yake na Mola wao, watu wawe wanawasiliana na Mola wao. Hii misikiti. Lakini hongereni wenye kuamirisha misikiti. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Anasema wale wenye kuamirisha misikiti ni dalili ya kwamba wao ni waumini wa kweli na siku ya mwisho. Wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Ni watu wenye kutoa zaka za mali zao, ni watu wenye kutoa sadakati zao, ni watu wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kusimamisha sala, na hawamwogopi isipokuwa Allah. Hawa hakika watakuwa miongoni mwa watu waliofaulu siku ya kiyama. Sasa kuamirisha maskiti ni aina mbili. Ta'mirul masajid naw'an, bibinaiha wa tashyidiha. Kuna kuamirisha misikiti kwa kuijenga kama ndugu yetu alivyojenga huu. Hii ni ta'miri al-masajid. Uthman ibn Affan ni mmoja katika waliochangia sana ule msikiti wa Madina, Masjid Nabawi. Kwanza aliwahi kutoa pesa yeye kwa ajili ya kufanyiwa upanuzi ule msikiti. Kisha baadaye wakati yeye alipokuwa ni khalifa, pia akatoa tena pesa zake akafanya tausia ya pili upande wa kibla huko mbele, akaurefusha, yani akauzidisha msikiti wa Mtume na akautengeza kwa vitu ghali. Wakati huo vilikuwa havijapatikana. Msikiti wa Mtume ulikuwa ni makarara ya mtende na vigogo vyake na mchanga tu, lakini alikuja akaanza kuutengeza ukawa ni permanent na ukawa modern zaidi, mpaka watu wakawa wanasema Uthman bid'a, vitu kama hivyo vinatokea. Uthman akasema arakum kad akthartum, na kuoneni mmesema mengi sana kuhusu mimi kupanua msikiti. Mlitaka niuache vile vile msikiti mdogo, mlitaka niuache vile vile wa makuti ya mtende, na kuoneni mmesema sana. Lakini nimesikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allahu lahu baitan fil janna. Nimemsikia Mtume anasema mwenye kumjengea Allah msikiti, mwenye kujenga msikiti kwa ajili ya Allah,
yani watu wakasali wakafanya ibada hizo, kafanya hicho kwa ajili ya kutaraji thawabu kwa Allah, Allah atamlipa mtu huyo aliyefanya hivyo kumjengea nyumba peponi. Una garantii ya kujengewa nyumba peponi, iwe tu kwa sharti kwamba umeujenga ukamjengea Allah subhanahu wa ta'ala. Bana lillahi masjidan. Si hilo tu, anasema katika riwaya nyingine, man bana lillahi masjidan walau mafhasin qata bana Allahu lahu baitan fil janna. Mwenye kumjengea Mwenyezi Mungu nyumba ya msikiti, hata iwe ndogo mfano wa tundu, nyumba ya ndege. Qata ni wale ndege saa nyingine wanakwenda kwa makundi makundi. Anasema wakitaka kutaga wanaenda katika nyumba zao, matundu yao yale wanaojenga. Hii kuonyesha hata huo msikiti uwe mdogo, ni kinaya, hakuna msikiti kama huo, lakini kuonyesha hata ukiwa mdogo, maadamu umejenga kadri ya uwezo wako na udogo wake huo, pia utajengewa nyumba peponi. Katika riwaya nyingine, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu mithlahu fil janna. Mwenye kumjengea Mwenyezi Mungu msikiti, Mwenyezi Mungu atamjengea mfano wa huo msikiti peponi. Shurahul hadithi wakasema, sasa utajengewa msikiti peponi, na kule tunasikia hakuna ibada, hakuna tena kusali, kule ni kustarehe tu. Sasa msikiti wa nini? Sio, nasema sio mithlahu, nasema mithlahu sharafan wa manzilatan. Hapa duniani ni ipi nyumba tukufu sana katika nyumba ambazo sisi tunaishi? Ni msikiti. Sasa utajengewa nyumba yenye heshima, ndio mithlahu, yani mithlahu sharafan wa manzilatan. Kama vile ambavyo sisi tunaiheshimu misikiti hapa duniani, na manzila yake ni kubwa, ndio maana watu wanapigania kila mmoja ajenge msikiti. Kama vile ambavyo tunavyoiheshimu misikiti cheo chake, na wewe utajengewa nyumba peponi, watu wataiheshimu manzila yake hiyo nyumba, kwa sababu umejenga msikiti huku katika ardhi. Itakuwa ina sharaf, itakuwa ina cheo, itakuwa level yake nyumba ile ni katika zile nyumba za high, ni value yake ni hali ya juu kule peponi. Mimi ukinijengea nyumba yangu ya kukaa tu, furaha yangu itakuwa nzuri sana, kubwa. Yule pale maskini furaha yake itakuwa kubwa, na yule pale ukamjengea pahala popote tu, hata hapa Charama au hapo Kinama au kule Chibitoke au pale Jabe au kule Uterere, wewe nijengee popote tu nyumba. Unakaa miaka 25, nusu ya umri wako wote hujajenga hata tofali moja. Sasa mtu anakujengea nyumba, anakuambia nenda kakae, ufunguo huo tayari, utafurahi. Je, akikujengea kule Kiriri au Kinindo nyumba za kifahari, utafurahi zaidi. Sasa mimi nakupa hii mifano, sitaki nyumba, sijasema unijengee, nakupa ni mifano ya takribi. Nakupa mfano sasa, Allah anaenda kukujengea wewe nyumba peponi. Hakujengei Kiriri wala Kinindo wala Kibenga, anakujengea peponi. Sio London wala France, Paris au Marekani, anakujengea nyumba peponi Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu kuna watu wanakufa, wana mali zao wameziacha, hawakuzifanyia investment yoyote katika mambo ya khair. Wanaachia watoto wanarithi, na ya rate au watoto wangerithi peacefully, wanarithi, wanapigana makonde tu in pieces mpaka wanauana. Hakuna faida ya mali ile iliyopatikana katika khairi. Ukija ukipata kile ambacho Mungu amekupa, umekipenda, na we mfanyie Allah kitu anachokipenda. Na moja katika mambo anayoyapenda Allah ni kumjengea nyumba yake. Sisi tukaja hapa tukastafidi, kuna communication kati yetu na Allah. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati, dua mbalimbali, nyuradi mbalimbali, kila amali zinazofanywa hapa, na wewe unakuwa shareholder wa yale ambayo ya khairi yanafanyika katika huo msikiti.
Na shekhe mmoja aliwahi kusimulia, nimeisikia hii hadithi katika mashaikh wa kihadithia, wanasema yuko bwana mmoja alijenga nyumba ya Mwenyezi Mungu, msikiti, kwa pesa kadhaa, sasa mfano milioni 4 riali au frank, akajenga pesa nyingi sana. Wakati watu wako katika ujenzi pale, akapita mama mmoja, naye akaona watu wanajenga, naye akapeleka matofali. Alikuwa na matofali yake kama 4, naye akapeleka, jamani, mimi hii natia katika hesabu, jengeni msikiti. Nasema yule mjenzi wa msikiti mwenyewe, yule aliyejenga ule msikiti mpaka umemalizika, akaja akaota ndoto usiku kwamba Mwenyezi Mungu amemjengea nyumba peponi, na akamwonyesha, akamwambia, unaona hii palace, hii kasr, hii ni yako kwa sababu ya kujenga msikiti. Yule bwana alifurahi sana katika ndoto ambazo hakuwahi kuzifurahia, ni hii ambayo ameifurahia bila ya kiasi. Lakini kabla hajazindukana, akaonyeshwa mbele ya nyumba yake nyumba nyingine, akaambia, na nyumba hii hapa unayoiona, kasri hili hapa, ni la yule mwingine ambaye umejenga pamoja naye msikiti. Akaamka, akashtuka, mimi msikiti nimetoa mimi pesa zote, kuanzia mwanzo foundation mpaka mwisho nimejenga mimi. Ndotoni yanajua kama mambana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna, hii ni ndoto ya haki. Mbona kuna uliyejenga naye na yeye ana nyumba? Sio kwamba ni hasidi hataki apate, nataka kujua kwani nimejenga na nani, na wakati mimi nitoa pesa peke yangu. Kuna mtu mwingine, kwa sababu kuna watu wengine wanataka khairi wazipate, waona msinisaidie bwana. Mara nyingine unaandamana na watu ukitaka kwenda lunch, unakwenda hoteli, unapiga lunch, ukimaliza ukienda kulipa, unasikia yule pale kishalipa. Bwana yeye, ukienda pale pengine yeye tena, kila kitu yeye tena. Bwana ukitaka kula, sema bwana wacha bwana tukusaidie. Hapana, anataka kila kitu apate yeye. Sio vibaya, Allah anatuambia, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, washindane watu. Bwana kwa nini unafanya hivi? Bwana mimi nina dhambi nyingi, niachieni nifute dhambi kidogo. Nyinyi wenzenu alhamdulillah, tawadhu. Sasa kwa nini yupo mtu mimi simjui, akaja akawauliza mafundi wake, bwana yuko mtu amejenga msikiti pamoja na mimi simjui? Sema hakuna. Kuna mtu alileta pesa zake hapa, ulileta peke yako? Kamuuliza kijana wake, ambie bwana, iko siku alikuja mama hapa na matofali yake 4, nadhani huyo ndiye uliyeshirikiana naye katika anakaa wapi huyu mama? Tunamkuta pale. Ukienda wakamwangalia yule mama, akamwona, akamwambia, mama nimekuja. Nini? Chukua hizi hela. Za nini? Anasema, nimesikia kwamba umetoa matofali yako kadhaa kujenga msikiti, si zawadi tunakupa, yani kama kuyanunua yale, yani anataka msikiti uwe wake pekee. Chukua hii. Yule mama akamwambia, hapana, mimi sitaki kitu, mimi nimefanya kwa ajili ya Allah. Hapana, nachukua, hali yako wewe ngumu na hivi na hivi, chukua mama tu. Hapana, siwezi kuchukua. Chukua, siwezi kuchukua. Mwisho yule mama akamwambia yule bwana, hicho ulichokiona wewe katika ndoto na mimi pia nimekiona. Yeye yule baba hakumwambia yule ameona nini. Mwisho yule mama akamwambia, usisumbuke, huyo ulichokiona katika ndoto mimi pia nimekiona. Najua wewe sasa unataka kurudisha ile nini. Basi hizi ndio fadhila za hizi nyumba. Ni hatari ndugu yangu, ukijipeleka kwa Allah atakulipa kuliko unavyofikiria. Kwa hiyo nawahusia matajiri wenye uwezo ambao wanaweza kufanya vitu kama hivi na mara 2 yake, mara 10 yake. Ndugu zangu, wapo watu wana uwezo mkubwa lakini hawajapata taufik. Kuna mambo mengi Waislamu tunataka. Madaris
za Kiislamu watoto wasome, mashule ya Kiislamu watoto wasome, misikiti watoto waswali wafundishwe, walipwe mashekhe wanaosimamia, maimamu waangaliwe vizuri, wapate kupeleka dini mbele, wasomeshe, wahifadhishe watu, kila mmoja acheze position yake. Unajua sisi Waislamu ni kama timu, kila mmoja anakaa pahala pake, goalkeeper, back 3, back 2, center half, midfielder, winger, wote kila mmoja anacheza pati yake. We are working as a team. Kwa hiyo kama hatutoshirikiana hatutopata ushindi. Goalkeeper lazima azuie magoli, na beki amsaidie, na winger wapeleke cross kule, waeke magoli yaingie. Tusaidiane, na vitu vya kusaidiana ni katika hii vitu viwili: bil ilmi wal mali yabni an-nasu mulkahum lam yubna mulkun ala al-jahli wal iqlali. Kwa elimu na mali ndipo watu wataujenga ufalme wao, watajenga nguvu yao. Nguvu haijengwi, ufalme haujengwi kwa ufukara na ujinga. Na hivi vitu vyote vitatoweka, ufukara na ujinga, tukiwa tunajua nini tunachokifanya. Mwenyezi Mungu ambarikie ndugu yetu aliyejenga msikiti huu, na wengine ambao hawajafanya khairat kama hizi, Allah awape taufiki wafanye. Na sisi tuamirishe misikiti sasa bidurus, bitalim, bilmawaidh. Nimesema taamiri almasajid ni aina mbili: bitashyidiha wa binaiha, kwa kuijenga kama hivi imeshajengwa. I'mari almasajid ya pili ni hii ambayo tunaifanya na sisi na Sheikh Nabat na mfano wa sisi na wenzetu na nyinyi ambao mmekaa hapa. Sote tumeiamirisha misikiti kwa kusomesha na kwa kusoma, kwa kusikiliza na kuwaambia watu maneno ya kheri, kwa kuhifadhisha na durus mbalimbali, na kwa kuitunza. Nimesikia hapa yupo mtu anautunza msikiti. Hii pia ni i'mari almasajid, anaitunza na hakikisha feni inakuwa vizuri, tai na waka, usafi na chooni kule ni kuzuri, watu wanaenda. Yote hii ni i'mari almasajid. Na ndio maana katika watu watakokuwa katika kivuli siku ya Kiyama, kunao mtu anaitwa rajulun qalbuhu muallaqun bilmasajid, mtu ambaye moyo wake umetundikwa katika msikiti. Yeye furaha yake ni misikiti. Akiwa ndani anafurahia, akiwa nje raha yake arudi tena, anataka kulala pale pale, kuendeleza itikafu, kusoma pale pale, kuangalia watu wa misikiti. Misikiti ni kitu ambacho kinaleta baraka hata katika mitaa. Basi naomba Allah ikithirishe misikiti, watu wawe wengi wenye kufanya khairati hizi, na watakabalie sadaka zetu. Allahumma inna nastahfidhuka adyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadhika min kulli shaytanin maridin wa jabbarin anidin wa dhi baghin wa dhi aynin wa dhi sihrin wa dhi shar wa min sharri kulli dhi sharrin innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ishfi mardana wa مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتاهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض دينا عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.